Sasa watu hawa aina hii kwetu sisi sijui wanahitaji tuseme, labda hivi leo utakuta katika kila nchi ina watu wake maalumu waliopambania nchi ile mwanzo. Kuna watu waliopigania uhuru mathalan. Utakuta taifa linafanya juhudi za kuwaenzi watu wale na kuwafundisha watoto wao juu ya utukufu wa watu wale, tangu wakiwa maskuli huko mwanzoni mpaka na kuendelea, kwamba hawa ndio mashujaa wetu. Hivi katika Uislamu sisi hatuna mashujaa wetu? Kama wako hao mashujaa, yuko shujaa atakayezidi kazi iliyofanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahi hakuna. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake analikanusha hilo la kuwa kwamba kuna watu wanaweza kufanana na watu wa aina hii. Hawatalingana sawa, hawalingani sawa wale ambao walijitolea mali zao kabla ya Makka kufunguliwa na kutekwa, na wakapigana kuipigania dini ya Allah kabla ya Makka kufunguliwa au Makka kutekwa na kuingizwa katika chini ya himaya ya Waislamu. Wale waliopigana katika kipindi kile na wakajitolea, hao wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko wale waliotoa baada ya hapo na wakapigana baada ya hapo. Angalia kipambanuzi au pambanuzi ni fathu ya Makka. Wale waliotoa kabla ya fathu Makka ni mwaka wa 8 Hijiria. Waliotoa kabla ya fathu Makka, mtu akatoa kitu chake, akatoa mali yake, akaitoa nafsi yake, akapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu daraja yake ni kubwa zaidi kuliko yule aliyekuja baadaye akatoa na akapigana. Chochote atakachokitoa hakiwezi kufikia kile. Kwa hiyo hili ni kuonyesha utabaka uliopo katika ubora na ukubwa wa daraja aliyouweka Allah subhanahu wa ta'ala baina ya waja wake, wale waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Pana tabaka kubwa sana. Yeye amesema yeye mwenyewe Allah, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sasa ikiwa anayesema maneno haya ni Allah na kuambia wale daraja yao ni kubwa zaidi kuliko hawa wengine, wewe ni nani unajiteki mbele na ukaona kwamba hawa hawana maana yoyote? Sasa nasema kama kuna mashujaa, watu wanawaadhimisha mashujaa wao katika mambo yao, basi katika Uislamu kuna watu bora kabisa walio mashujaa ambao sisi tunatakiwa tuwaadhimishe na kuwaweka katika daraja zao. Leo tunashindwa kuwaweka watu hawa katika daraja zao kwa sababu hatuwasomi, kwa sababu hatuzijui fadhila zao, hatujui kazi walizozifanya, wala hatuwafundishi na kuelekeza watu kitu gani walikifanya watu hawa. Lakini kibaya zaidi, yote haya tuyafanyi, bado watokea watu wanawazungumza hawa watu kwa kuwadhalilisha na kuwatusi, na sisi twaona kwamba hilo ni jambo la kawaida, tumeridhia. Si wao wenyewe bwana, kwani mimi nimefanya hivyo? Si wao wenyewe bwana, hiyo ndio itikadi yao bwana. Kuna watu wanalifanya hili. Mimi sitapindisha maneno, nitanyoosha rula, nitapitisha katikati. Watu hawa ninaowasema na ninaowakusudia katika wakati huu ni Ashia Arrafidha. Wana mpango kabambe katika kila miji kupita na kuchukua vijana na kwenda kuwasomesha katika vyuo vyao, kuwasomesha matusi ya kuwatukana masahaba kwa madai ya kuwa wanawapenda ahlul baiti.
kwamba ahlul baiti wamedhulumiwa. Sisi tunatakiwa tuwapende, tuwatetee, tuwafuate. Sasa kama wamedhulumiwa, ni kina nani waliodhulumu? Ni huyu Abu Bakar, ni huyu Umar, ni huyu Uthman. Hawa masahaba hawa ndio waliodhulumu ahlul baiti hawa. Sasa mtu anapandikizwa chuki, anapandikizwa chuki, anapandikizwa chuki mpaka anafikia hadi ya kumlani sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena wale waliofanya kazi kubwa kabisa ndio maadui wakubwa kabisa kwa wao. Hizi ni mbinu au ni njama maalum na ni mkakati maalum umewekwa wa kuivunja dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwavunja na kuwadhalilisha wale walioipokea. Alafu wakija kwetu wanakuja kwa maneno mazuri, maneno ya kuonyesha upendo, kuonyesha umoja, kwamba sisi jambo letu ni moja. Kama kutafanyika maulidi ya mkoa watayafadhili, kama tafanyika maulidi ya wilaya watayafadhili, na wao watakuja watatoa michango yao. Sisi jambo letu ni moja bwana, tunasoma maulidi, sisi tunasoma khitma, sisi tunasoma talqini, sisi hatuna shida na nyinyi, sisi shida yetu ni hawa mawahabi, ndio maadui zenu na maadui zetu sisi. Na nyinyi mtingisha vichwa makubali kwamba nyinyi ni kitu kimoja. Ona bwana, hata shehe wao alikuja pale, na akija atapewa mimbari, atapewa maiki azungumze, ili kuonyesha watu kwamba hawa hawana neno. Yani tumefikia kiwango hicho. Hatuna ghaira na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu ambao ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kikundi maalum, na kweli kikundi hiki cha watu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja ndani ya Qur'ani kimetekeleza ule wajibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka wautekeleze.